Mimi ninategemea niongee na ninyi maafisa mitihani wenzangu na viongozi wenzangu juu ya mambo kadhaa, na hasa kuhusiana na wapi tulikokuwa, wapi tuko sasa, na wapi tunapoelekea sisi watendaji wa Baraza la Mitihani ya Tanzania kuendelea kukazania maendeleo ya baraza letu, hususan katika teknolojia ya habari na mawasiliano ICT, kama mada yenu ya mkutano huu ilivyo. Mimi niwashukuru sana wote kwa ujumla kwa kunialika, lakini niwashukuru sana viongozi wenzangu kwa kuona ni vema na mimi niongee na maafisa mitihani wenzangu na wawakilishi wangu katika maeneo yenu ya utumishi. Ninatambua pasina shaka kwamba tunapozungumza habari ya Baraza la Mitihani la Tanzania, ninyi ndiyo roho ya Baraza la Mitihani la Tanzania. Yaani ukisema Baraza la Mitihani la Tanzania, huwezi ukafanya chochote bila wewe. Majukumu yote makuu ya Baraza la Mitihani la Tanzania yanafanywa na wewe. Kwa mfano, ukisema ili tuendeshe mitihani ya taifa ni lazima tusajili, tuwapate wadau wetu wa mitihani, watahiniwa unasajili wewe. Na ili tuweze kutunga mitihani ya taifa, maswali yale ya mitihani ya taifa, wewe na maafisa mitihani ndio mnaotunga kule. Ingawa wale watu wako tunaowateua watunge mitihani ya taifa tunawateua kwa siri, lakini wana maadili ya kwako wewe. Tunaposema tusimamie mitihani ya taifa, ni hao maafisa mitihani ndio wanaosimamia, na wewe ndio unayependekeza wasimamie. Lakini tukisema tusahihishe mitihani ya taifa, ni sisi ndio tunaofanya kazi hiyo, na wewe ndio kiongozi unaowapendekeza, na watu wako maafisa mitihani wako, walimu wetu ndio wanaofanya kazi hiyo. Kwa lugha nyingine, hata ukisema tunagawa vyeti kwa watahiniwa wetu, ni wewe ndio unaogawa vyeti na watu wako kwa watahiniwa wetu. Kwa lugha nyingine, kazi zote za Baraza la Mitihani ya Tanzania ziko mikononi mwako wewe. Na kwa sababu hiyo, hata ukiona tumefika leo, mitihani imeenda vizuri, tumegawa vyeti, mitihani imeenda, tumefika katika shughuli zote za mitihani zimekamilika, ni wewe ndio uliyesimamia shughuli za mitihani zikamilike. Na kwa sababu miaka takriban sasa 7, 8, 9, 10 tunaenda vizuri, nawashukuru sana kwa kazi nzuri mnaifanya. Mimi nawashukuru sana. Nawashukuru sana. Na leo kama mtakumbuka, tunapokutana siku hii ya leo, mwaka jana Disemba tulikutana. Mimi nashukuru mlipa na mimi angalau fursa tukakutana na ninyi maafisa mitihani wenzangu, viongozi wenzangu, wawakilishi wangu mimi kwenye maeneo yenu. Tulijadili mwaka jana mambo mengi sana. Na moja ya jambo tulijadili sisi kama changamoto la kiutekelezaji ni udanganyifu katika mitihani. Na kama mtakumbuka, mwaka jana tulikubaliana kwenye mkutano kwamba mwaka wa 2021 iwe ndiyo mwisho. Tukakubaliana wote kwa nia njema, tukasema tunapoanza 2021 hatutakuwa tena na udanganyifu katika shule zetu. Na ninyi wenzangu mkaniahidi mtafanya hivyo. Kwa unyenyekevu kabisa, naomba nichukue nafasi hii kusema leo kweli, mitihani hii ya Julai, Disemba, na mlianza na form 6 Mei, ninyi maafisa mitihani wakuu wa shule zetu hizi Tanzania mlifanya unspeakable things. Mlisimamia vizuri, mitihani iko vizuri, hongereni sana. Kwenye mambo ya mitihani ya taifa, tunapokuwa tunaendesha mitihani ya taifa, hamnijui mwenzenu,
huwa inafika mahala unaona kabisa moyo badala ya kudundia hapo unadundia mgongoni. Na hasa pale unapobaini wale ulio hapa dhamana wasimame kama wewe, wawakilishi wako kwenye shule na waratibu elimu kata wao kule ndio wanaanza kupanga mkakati wa namna ya kuhujumu. Yani wao ndio wanapanga. Kwa nini moyo usidundie mgongoni? Kwa sababu ninyi ndio mimi, yani nyinyi ndio roho yangu. Yani ninyi ndio wawakilishi wa mtendaji mkuu wa baraza. Na ndio mnafanya kila kitu cha baraza la mitihani. Kwa nini nisiumizwe? Lakini ninapotokea mlivyofanya vile mlivyofanya mwaka huu 2021, kwa kweli mnyongeni haki yake, mpeni. Hongereni sana sana sana. Ni kweli tunakubali kwenye msafara wa mamba na kenge huo wapo. Huo si ukweli, lakini wapo wachache sana, lakini wale wachache hawawezi wakatuharibia sifa yetu. Wale wachache, lakini wapo. Kwa mfano, mimi sasa nitasema tu. Kwa mfano kule Shauri Tanga, mitihani hii ya juzi ya kidato cha 4, mkuu wa shule mwenzetu, na kama yuko hapa naomba radhi sana, mkuu wa shule mwenzetu anasimama kumtongoza msimamizi mkuu kwamba wawaonyeshe mtihani wataelewa wa kujitegemea, kwa sababu wanahitaji maisha, wale ni wafanyakazi, wawaonyeshe mtihani. Alafu mkuu wa shule wakati anaongea hajui mimi niko na mrekodi. Hata kama upo mimi ndio nikufungulie wenyewe ujisikie. Mambo ya aibu. Tarehe 15 wakati mitihani inaanza Novemba, mwenzetu mkuu wa shule wa kule Kiberashi Kilindi anaongea na msimamizi mkuu eti wameunda kikosi kazi, mtihani unatoka ukifunguliwa wakokotoe warudishe majibu ndani. Na mimi namsikiliza. Namsikiliza. Sasa vitu kama hivyo ndio vinavyotia simanzi. Na mimi mwenzenu ninapoona mambo kama hayo ninasikitika sana. Tunakuwa na wakuu wa shule wa namna hiyo. Kwa sababu gani? Lakini mimi niseme tu, safari hii ndio maana tulilazimika. Maana wakati gani mlikuwa mnajiuliza baraza mbona tulilazimika kubadilisha sera ya uteuzi wa wasimamizi wa mitihani tena. Tulilazimika. Tulipobaini kwamba baadhi ya watu tuliowapa dhamana wanageuka tena wenyewe kuanza kupanga njama na kutekeleza. Kwa makusudi tukaamua sasa hawa wasimamizi wakuu wote wa mitihani ya taifa sasa tutawateua wenyewe, kwa sababu tuwateue na kuwapangia vituo wenyewe. Maana nyinyi kule mnajuana. Maana ilifika mahala kuna watu wengine wanaenda kwa viongozi wenzetu wanaomba, naomba uniletee wasimamizi hawa. Yaani wao ndio wanaomba, uniletee majina haya ya kusimamia, tuna taarifa. Sasa kama mtu anaenda kuomba mwenye shule apelekewe majina ya wasimamizi wa kusimamia ili ayafanyie nini? Na wewe nadhani unajua. Ayafanyie nini sasa? Tunajua. Ndio maana tukasema sasa hatuwezi kwenda hivyo. Kwa hiyo wale wasimamizi wakuu, kwa sababu nyinyi mnaomba majina, mimi huku siwajui kule, hamtaniomba. Kwa hiyo nitaleta tu uzuri walimu wetu kwenye database tunasema tu huyu. Maana tukasema sasa wasimamizi wakuu tutawateua na kuwapanga. Lakini tukaamua vile tubadilishe. Wale wasimamizi wa mikondo kwenye madarasa na mitihani ya sekondari, form 2, form 4, form 6, wateuliwe walimu wa shule za msingi. Na kule kwenye mitihani ya shule za msingi kule darasa 4, darasa 7, wateuliwe walimu wa sekondari, waende kule. Wa vyuo vya walimu waende kule. Hapo nikasikia kule wale wa sekondari wale, nikasikia tumenyimwa nafasi. Na nyinyi mlisikia
Na mimi nilikuwa sikasikia kidogo. Sasa nikajua kumbe wenzetu kusimamia ni fursa. Sasa mnaona hapa tunatofautiana thinking. Mimi ninasema kusimamia ni uadilifu, ni uzalendo, ni utaifa, ni kujenga nchi. Wengine wanaanza kusimamia ni fursa. Sasa hao wanaoanza kusimamia ni fursa, maana yake fursa ile hela ikiwa ndogo atajiongezea fursa hela ziwe nyingi ili afanyeje kule. Nadhani ndio wale wanaoomba walete majina, kwa sababu kusimamia ni fursa. Lakini sisi kusimamia mitihani ya taifa ni uzalendo, ni uadilifu, ni utu mwema, ni kulinda maslahi ya nchi, kulinda utaifa wetu. Kwa hiyo tumefanya hivyo ili kulinda utaifa wetu. Na nimuone katika kutekeleza hayo, ninyi wenyewe ni mashahidi ya kile kilichotokea shuleni kwetu kwa kiasi kikubwa. Mitihani kwa mara ya kwanza mmeiendesha vizuri. Kwa kweli jamani, mimi nawapongeza sana. Mmefanya kazi nzuri sana mwaka huu. Sana. Na kuna wakati mwingine ilitokea, nadhani wengine wakasema, mbona wamekuwa wale darasa la 7, wale darasa la 4, wale form 2, wale. Hiyo ilikuwa ni kwa sababu wakati huo mpango na njama zinapangwa kule za kuhujumu, tuliamua kuchukua database ya wasaishaji tuliokuwa nao. Na kwa sababu hiyo database ilikuwa na hao watu 18,000, kwa hiyo ndio walikuwa ni wale ndio. Kwa sababu kuna database nyingine, beba wale darasa 7, beba wale darasa 4, wale kata nusu form 2, kata nusu form 4. Mitihani kapita salama. Na walimu wa sekondari, niwaambie, walimu wenu wa sekondari ni majasiri, walifanya kazi nzuri sana. Walikuwa connected na baraza, kila kilichokuwa kinaendelea shuleni walitueleza. Walifanya kazi nzuri sana. Na sasa ili tuende hapa tulipofikia kwenye mfumo wa PREMS, tutafanya maboresho ya dharura mfumo wenu ule, ili yale mapendekezo ili walimu wako wote wa sekondari waingie pale. Wote wa sekondari waingie pale. Na yale mapendekezo ambayo unapendekeza kwenye nini, ile karatasi ya mapendekezo CV na nini. Sasa hakuna haja manyomanyo tu. Tumesema hapa theme yetu ni digital, sio ICT, sio. Hakuna tena hayo makaratasi kuanzia mwakani utaingiza tu kwenye PREMS mapendekezo yako, huyu aende, huyu asifanye. Biashara inaisha. Tunataka tuwe na walimu wote wa sekondari ili wawe na wao wapendekeze ili wafanye kazi mbalimbali za kwao za kiuadilifu kuendesha mitihani yetu. Mimi nimefurahia sana na nimefurahishwa sana na kusema ukweli na mada zenu za kile mlichokitaka mtoke nacho kwenye mkutano wetu. Kwa sababu ukisema tehama ndio kila kitu kwa sasa. Kila kitu. Maendeleo ya duniani sasa hivi katika nyanja zote za kiuchumi, za kisiasa, za kijamii, kila kitu ni tehama. Na niseme hata taasisi yenu nyinyi ya Baraza la Mitihani ya Tanzania, hatuwezi tukapiga hatua tukasema tumepiga hatua kama hatujazingatia tehama. Na nikwambie tu, mtu yeyote anayeongoza sehemu yoyote ile, kama hajatumia tehama vizuri, atabaki nyuma siku zote. Atafika mahala yeye atakuwa anatumwa kila kitu badala ya yeye mwenyewe kujituma kufanya kazi. Tehama ndio maendeleo ya kila kitu duniani. Ndio maana hata ukienda kwenye social media, WhatsApp, Sijamii Forum, Wix na kadhalika, ndio kila kitu. Leo hii kama mnafahamu, hata kwenye biashara siku hizi zinafanyia kwenye Instagram, WhatsApp, Twitter, ndio biashara ziko kule. Sasa hivi ukiwa Mwanza kule, mtu anaweza kuwa yuko hapa Dar es Salaam kwa kutumia tu Instagram, mkaongea mkamalizana, akatumiwa mzigo, akalipa pesa. Ni tehama. Kwa hiyo kama una mawazo ya zamani kwamba tutaishi hivi na kuendelea hivi bila tehama, ubadilike leo. Tehama sasa hivi ndio kila kitu. Hata ukienda kwenye ujenzi ni tehama. Wale zamani wenzangu walikuwa wanafundisha pale ardhi, university pale yetu ya ardhi, architect wetu walikuwa wanafundisha kuchora ramani ya nyumba, gorofa na nini, kuchora.
Sasa hivi ni tehama tu. Wanabofya kwenye kompyuta, wanakuchorea jengo magorofa unavyotaka, ni tehama. Hata gharama za ukokotoaji kwamba ujengo hili utajengwaje, ni tehama. Mambo yamerahisishwa. Kwa hiyo unaweza kaenda na uzamani sana, mambo yako yakawa hayaendi vile unavyofikiria. Ni tehama. Hata ungesema kilimo, ni tehama. Kwa mambo yamebadilika sana, tofauti na tunavyosema. Leo hii masoko ya mazao yetu, mtu anauza mazao kwa kutumia tehama. Anakuwa Dar es Salaam hapa, anajua kabisa kule Iringa mahindi gunia 32,000, lakini sehemu nyingine mahindi gunia 50,000 au 60,000. Kwa nini asichukue Iringa sasa akapeka sehemu nyingine akafanya biashara ya kilimo? Tehama. Kwa mambo ni tehama. Hata ukisema utoaji wa huduma za afya, ni tehama. Sasa hivi kwa mfano unaweza kaenda pale kwenye hospitali zetu hapa Tanzania, ukienda Heart Institute pale JK pale kwa mfano, unaweza kunafanyia matibabu ya moyo ama vipimo vyovyote, hata wewe mwenyewe unaona. Yaani wanakupima na wewe yaani unaweza kuona hata utumbo wako. Ni tehama tu. Mambo yanaenda tu siku hizi, ndio dunia. Maendeleo yetu yamerahisishwa sana na tehama. Sasa hata tunaposema tuje kwenye elimu, na hata ufundishaji wetu unatakiwa uanze kubadilika kitehama tehama. Nadhani tunafika mahala tutafakari pengine hata upya. Hivi hata simu zinaweza zikatumika kwa watoto wetu kitehama tehama? Ni kwa namna gani zitumike, ni kwa namna gani zisitumike? Kwa sababu ni mindset. Hapa ni kubadilisha mindset. Kwa sababu unaweza ukakaa kusema simu ni marufuku kukamata, lakini inawezekana simu ikawa ni tehama ikatumika vizuri, watoto wakaelewa haraka. Inawezekana. Na kwa sababu dunia imekuwa ni ya kitehama tehama, watoto wetu tunawafundisha na kuwapa elimu, wenyewe wako kitehama zaidi. Ukiwapelekea vitu wajifunze kitehama, wanaelewa haraka zaidi kuliko unavyofikiria. Nakumbuka, nitawapa mfano. Mwaka jana tulipokuwa na lockdown kwa sababu ya uviko 19, shule zilifungwa mwezi wa 3. Na wakati kama mtakumbuka, mwezi wa 5 wakati shule zinafungwa, tulikuwa na watoto wetu watakiwa wafanye mitihani ya kidato cha 6. Tukaona mazingira yalivyokuwa, na watoto hawa dakika za mwisho, nyinyi mnafahamu, ndio kipindi cha kujifua ili watoto wajiandae na mitihani, lakini shule zikafungwa kwa sababu ya COVID-19. Sisi Baraza la Mitihani la Tanzania pamoja na Taasisi ya Elimu Tanzania tukaanzisha darasa online. Sisi tukachukua madarasa ya mitihani tu kwa ajili ya kuwaweka sawa watoto, kama vile ambavyo wewe ulikuwa unaweka sawa shuleni. Na ili darasa lile liende, tukasema Baraza la Mitihani kama kawaida tuchukue maafisa mitihani wetu, yani walimu. Tukawachukua maafisa mitihani kutoka kwenu, tukawaomba mkatupatia walimu mahiri. Tukawaongoza pale Baraza la Mitihani kwa kushirikiana na CWT na kwa kushirikiana na Global Education Link. Global Education Link walitusaidia kurekodi vile vipindi bure. Na washukuru sana Global. Walifanya kazi bure. Wale wenzetu wa CWT wakafanya kazi ya kusaidia kulipa posho walimu wao tuliokuwa tunawaongoza waandae vile vipindi. CWT ikasaidia hilo. TBC wakaamua kufanya kazi ya kurusha ile matangazo bure. Bure. Tunashukuru sana TBC, walifanya kazi hiyo bure. Tukaendesha darasa online. Nadhani mliona vipindi. Mimi nilipata feedback, pamoja kwamba ilikuwa ni dharura, lakini nilipata feedback kutoka kwa walimu kwamba vile vipindi licha kusaidia wanafunzi vilikuwa vinawasaidia na walimu pia. Walimu pia walinufaika sana vipindi hivyo. Lakini vipindi vile vinatufundisha jambo. Kumbe inawezekana tukaenda zaidi ya hapo tulivyoenda tehama. Kumbe inawezekana ukachukua walimu 10 bora kabisa wakatuwakilisha sisi, wakaandaa vipindi na kuchambua. Wale walimu nasema star wakafanya kazi nzuri kwa niaba yetu. Na tukawa na madarasa pengine na channel inayofundisha muda wote kama nchi. Lakini inawezekana vile vile
tukawa na gadgets, iPad ambazo tumeweka hayo mafundisho yote ya kuanzia darasa form 1 mpaka form 4, form 5 mpaka form 6, yamechambua mtaala, yamechambua kila kitu. Na inawezekana ile gadget ile iPad ile ikawa na hayo mafundisho yote yaliyofundishwa vizuri, pamoja na miutasari na vitabu vyote vya taasisi ya Tanzania. Kwa lugha nyingine, mtoto anaweza kutembea na iPad moja akiwa na kila kitu, moja tu iPad, ana kila kitu, ana mafundisho yote ya ngazi zake hayo husika, ana miutasari, ana kila kitu. Kwa hiyo kwa lugha nyingine, ana vitabu lakini amefundishwa vile vile na mwalimu. Na shule zinaweza kuwa na vitu vya namna hiyo. Si ni tehama? Mimi niliona tulipofanya pale, nyinyi wenyewe ni mashahidi. Wala wanafunzi walipotumia ile mafunzo ya darasa online, walipokuja kwenye mitihani ya kidato cha 6, wakafaulu zaidi kuliko walivyofaulu mwaka jana kwa sababu ya darasa online. Tehama. Tehama inaweza kufanya mambo makubwa zaidi. Sasa wakati mwingine, ninyi ni maafisa mitihani wangu wakuu kwenye shule zenu, na ninyi ndio watendaji wa Baraza la Mitihani la Tanzania, na mnafanya mambo makubwa ya kitehama ya Baraza la Mitihani la Tanzania ninyi kama watendaji. Lakini kwa sababu mnafanya kila mmoja shuleni kwake, hamjui kwamba mmefanya mambo makubwa katika taifa letu. Hamjui. Labda mpaka mimi mratibu wenu niwakutanishe, niwaambie mmefanya nini, labda ndio mnaweza mkaona picha kubwa. Kwa katika elimu, hata ninyi wenyewe mmepiga hatua kubwa sana katika utekelezaji wa mambo ya kibaraza la mitihani Tanzania kwa kutumia tehama. Na nguvu kazi kubwa iliyoelekezwa Baraza la Mitihani Tanzania pamoja nanyi ni ya kuunda, kuboresha pamoja na kuunganisha mifumo ya tehama. Kwa sababu tukiasesi kuanzia mwaka 2005 hadi 2021, ninyi mmefanya mambo makubwa sana kama nchi. Na leo hii nitajaribu kuwadondolea machache. Kwa mfano, tukiangalia tulipokuwa na miaka ya 2000 hadi 2005 kwa Baraza la Mitihani Tanzania, wakati mnalitumikia, hatakuwa na maendeleo yote ya kitehama. Hata matokeo yalikuwa ni manual. Kila kitu kilikuwa ni calculation. Nakumbuka hata wakati tunachakata matokeo tulikuwa tunachakata kwa kutumia calculator. Ndio unaita unakokotoa, huyu koko kapata A 85, huyu calculator. Lakini miaka 2005 hadi 2010 tukapiga hatua kidogo. Matokeo ya mitihani ya taifa tukayaundia mfumo, yakawa na chakatwa kwa kutumia mifumo ya tehama. Na nakumbuka katika mwaka 2010 hadi 2015 tukaongeza tena hatua kidogo. Sasa usajili, wewe wakati ule miaka ya nyuma ulikuwa unasajili kwa kutumia karatasi, unaandika kwa mkono. Mwaka 2000 hadi 2005 na 2010 ulikuwa unaandika kwa mkono. Sasa ile 2010-15 tukakuongezea kwamba bwana, sajili kwa kutumia CD. Tukakuletea CD, kama utakumbuka, ikiwa na Excel ndani, usajili kwa kutumia CD. Hasa changamoto wakati ule unatumia CD, kama mtakumbuka, tulikuwa sisi mwezi Januari tunakuja kufundisha kule mafunzo, wakuu wa shule wote tunawafundisha, tunawagawia ma CD. Mnaenda mnaingiza, mwezi wa 3 tunarudi tena kule kukusanya CD. Tunakuja Dar es Salaam, mwaka mengine hayafunguki na nyinyi mko kule kwenu. Jamani, ilikuwa ni majanga. Lakini wakati wote tulikuwa tunasema ndio tumepiga hatua, angalau kuna CD. Ukijaza watoto tunakuja tuna upload huku. Lakini ilikuwa ni majanga. Sasa ni CD isiyofunguka, tunaanza tena, lete peleka mkoani. Afisa elimu lete huku. Shida. Na kwa shule ya msingi ndio ilikuwa balaa. Maafisa elimu walikuwa wanakusanya shuleni kule vijiji, alafu wanabeba mikoani, wanabeba kuja huku Baraza la Mitihani kila mwaka. Ilikuwa ni shida. Sasa mwaka 2015 hata 2020, wakati wa serikali ya awamu ya 5, tukapiga hatua kubwa zaidi. Tukasema hapa sasa usajili baada ya CD, hapana, tuunde mfumo. Tukaunda mfumo ambao wewe mwenyewe utasajili shuleni kwako.
Na ninakumbuka wakati tunaunda mifumo, tulianza na mifumo ya shule za msingi inaitwa prem. Sasa mifumo ya shule ya msingi wakati tunaiunda, tulikuwa na hofu kule kwenye shule za msingi, ni wataweza kweli? Maana nilikuwa na tisho, naambiwa huko sasa shuleni kule shule ya msingi, wengine Izengole huko si wapi kijijini, wataweza na matehama yako. Lakini tukasema tujipe moyo, kule shule za msingi hebu tuanze, wawe wanasajili kwenye CD kama mlivyokuwa mfanya nyinyi, lakini wanapeleka kwenye halmashauri ndio wanaweka kwenye mfumo. Ndio tulianza ile shule ya msingi, na tulitangulia na mfumo wa shule ya msingi. Lakini baadaye tukawashirikisha walimu wa sekondari, wakasema hata sisi huku tunaweza tuachana na CD, tukawaundia mfumo wenu ninyi. Sasa ninyi mlichodifurahisha ndio mkafungua njia za shule za msingi. Tukasema shule za sekondari hebu tuwapelekee wenyewe moja kwa moja, wafanye kila kitu wenyewe moja kwa moja. Nakumbuka ulikuwa mwaka 2000 kama sikosei, na tukawapa kule Mwanza ninyi. Mwaka ule tulikuwa na hofu kweli. Yeye nilikuwa nawaambia moyo kudunda. Hata sisi tuliwaletea tu, lakini moyo kuna dunda migongoni. Mtakumbuka niliwapa mtihani mmoja. Niliwapa mtihani nikasema tukutane mkoani ili mpitishe kwenye mafunzo ya usajili kama kawaida. Ili mpewe na CD zenu kama kawaida. Niliwadanganya. Hapo nikasema kila mkuu wa shule aje na laptop. Pale mimi mwenyewe nilikuwa na test. Maana niliambia hivi kule atapata hata laptop kweli. Sasa kila mkuu wa shule aje na laptop. Hapo tulikuwa tuna plan A na plan B. Mkifika wote hamna hata ka laptop, tunaenda na plan yetu ya kizamani 19 kweusi, tunawapa ma CD mkasajili. Mkija na laptop tunawafundisha mfumo na kuwapa maandiko kasajili shuleni kwako. Sasa 90% wote mkaja na laptop. Hongera sana wangu, walimu wangu wakuu. Na mlipokuja, maana mimi nilikuwa najiuliza, yani kweli hata ya kuazima utakosa. Mlipokuja nazo ndio mkaanzisha barabara ya tehama na maendeleo katika Baraza la Mitihani ya Tanzania. Mkafundisha usajili, mkarudi mkasajili shuleni kwenu mpaka leo, mkaendelea kufanya hivyo. Mkatekeleza ninyi wenyewe tehama, nadhani mkaona hata urahisi wake, na leo hii unaweza click ukapata takwimu wewe mwenyewe shuleni, ukarekebisha wewe mwenyewe shuleni. Kwa nini nisiwapongeze walimu wangu? Hongereni sana walimu wangu. Maafisa mitihani wangu, mmetutoa mbali, mmetufikisha mbali sana. Sana kama nchi. Kwa mliweza 2015 hadi 20. Sasa kuanzia mwaka 2021 mpaka leo yamefanyika mambo makubwa sana ya kuunga jitihada zenu zote mlizoanza nazo. Na tukaigawa hiyo mifumo mnayoitendea nyinyi kule ambayo ilikuwa iko fragmented, tukaiunga katika mifumo mikubwa mitano. Kwanza mwaka 2021 kwamba mifumo yote ikaboreshwa na kuungwa, kwamba tuwe na mfumo wa kutoa huduma e-service, kwamba huduma zote zitolewe. Wale wananchi wanaotaka huduma Baraza la Mitihani ya Tanzania wapewe kwenye mfumo wa e-service. Mimi nataka equivalency. Nilisomea Marekani, nilisomea UK, nilisomea India, nataka cheti cha equivalence, cheti cha ulinganifu. Aombe huko aliko, hana sababu ya kuja Baraza la Mitihani ya Tanzania, wala hana sababu ya kuona wewe. Aombe huko aliko, afu biashara ishie huko. Mimi nimepoteza cheti changu kimeliwa na mchwa. Aombe huko, ndio e-service yenyewe. Sasa tukaunda hizo mifumo ya kuhudumia wananchi, lakini tukaunda mifumo ya kuhudumia wananchi wanaotumia matokeo ya Baraza la Mitihani la Tanzania, wananchi na taasisi mbalimbali. Kwa mfano, mimi nataka kwenda chuo kikuu na chuo cha kati, nataka niombe, badala ya kusema atachukua fomu ya chuo kikuu cha Dar es Salaam ajaze ambatanishe na fomu na mavyeti yake, hapana, aombe huko. Tukaunda mfumo ili uconnect hayo matokeo na watu mbalimbali, mifumo mitano. Kwa hiyo ndio tukaanza kuitekelezea.
Ukiangalia mfumo mmoja wapo katika mifumo mitano ndio ulikuwa wa prem na prems. Prem kwa maana ya shule za msingi na prems kwa maana ya sekondari. Mifumo hiyo imeungwa pamoja, na ndani ya mifumo ile ya prem na prems ambapo tu kuna wanafunzi wote wa sekondari na shule za msingi, matokeo yao yote vile vile ya mitihani ya taifa yako kule kwenye prem na prems, yako matokeo yao. Lakini mifumo hiyo kama unavyojua ndio inakusaidia sasa. Kama anahama mtoto, anahama tu kidijitali. Kila mtoto ana namba yake maalum, prem number. Namba hiyo ukiingiza kwenye system inamuonyesha yeye ni nani, yuko wapi, shule gani, mwalimu mkuu wake, mzazi wake na kadhalika. Kila kitu kimo ndani. Lakini ndani ya mifumo kuna alama endelevu, continuous assessment zimo. Na kupitia mifumo hiyo tunaweza kuchapa hata form au kupata fomu za TSM9 kidijitali badala ya kuzichapa manual. Na mifumo hiyo ya prem na prems sasa imeungana na mifumo mingine ya serikali kama ofisi ya Rais TAMISEMI, kama mifumo ya vyuo vikuu na vyuo vya kati, mifumo ya sekretariati ya ajira, mifumo imeungana. Lakini mifumo hiyo ya prem na prems, nani anaitekeleza? Nani anaifanya kazi? Nani ndio anaingiza takwimu? Nani ndio kila kitu? Afisa mitihani mkuu shule za msingi na sekondari. Lakini unaona jinsi inavyo save sasa, ina save mamlaka mbalimbali mpaka vyuo vikuu. Wewe ndio unayefanyia kazi. Hasa kwa nini usijipongeze basi kwa kazi nzuri unayoifanya mwenyewe jamani? Maana ukiwa pale kwako wewe unaona prem, unaona shule ya Kantaramba prem. Wewe mwenyewe unaona kama prem, kama shule ya Kantaramba. Lakini sio hivyo katika uhalisia wa kinchi. Umefanya kazi kubwa sana. Kwa prem ina kila kitu. Sasa hivi unaweza kutumia prem, unaweza kuchapa hata living certificate. Na tunakokwenda kwenye prem miaka 1 au 2 ijayo, hata zile notification of results NEL utakuwa unachapa mwenyewe pale shule. Uhitaji kutuletea baraza. Nadhani mwakani utakuwa unachapa mwenyewe pale shule. Kwa hiyo sasa sio kwamba wewe utasubiri cheti tu ndio utakuletea baraza. Lakini hizi NEL za miezi 12 utachapa mwenyewe, na ukikliki kitatoka kile kineno unachokifahamu wewe. Hivyo hivyo. Lakini tulitoa, nadhani mnafahamu, sampuli za TSM9 ambazo sasa TSM9 leo mtandao hatuchapi, baada ya kutumia mabilioni ya fedha 2.3 bilioni hatuchapi sasa. Hizo vinazunguka tu moja kwa moja kwenye mifumo. Na akitoka mtoto wetu huyu wa shule za msingi ametonga sekondari Kantaramba au imekuja Kibondo au anakuja huko kwenye mfumo direct. Baada ya kupoteza 2.3 bilioni tulikuwa tunaitumia hapo zamani. Vyuo vyetu vikuu vimeunganishwa. Leo wakitaka watu wetu kudahiliwa chuo kikuu hakuna tena mafomu kujaza, kufanyaje takataka gani hizo, hakuna. Wana apply chuo kikuu, chuo kikuu anapata matokeo yake, na mtoto kwanza hajui kwamba anakuja baadhi ya mitihani. Yeye anaona tu ana apply chuo kikuu cha UDOM, ana apply St. Augustine na kadhalika, lakini ukweli ni kwamba akiapply system inamleta baraza, inakokota matokeo yake, inapeka chuo kikuu anaendelea na dahili. Na sisi mnakuja kuchukua matokeo wapi? Kwenye prem. Prem ambayo inakokotoa na nani? Wewe afisa mitihani mkuu. Tunailinda ile prem kule kwenye vituo vya na prems. Mambo yamekuwa mazuri zaidi. Kwa prem hii na prems na api hii imeunganisha na prems kwenye matokeo, na mambo yamekuwa mazuri zaidi. Unakuta sasa kama ni NACTE, kama ni TCU, kama ni utumishi, kama ni vyuo vikuu, kama ni TAMISEMI, kuna api imeunganisha na prem na prems, inabeba takwimu zote za kishule na za kimatokeo, inapeleka kule wanaendelea na shughuli zao za kiutekelezaji. Na mifumo ya huduma kwa watu ni hivyo hivyo. Maombi yote, si mimi nataka niombe kitu gani, hivyo vitu vyako navyo. Jamani, naona wenzangu. Haya, hivyo vitu vyote vya maombi ya huduma kwa watu vinaenda vizuri. Na watu wanaweza kaomba popote walipo, wanaomba si kama ni huduma ya kwamba cheti nimepoteza, cheti mbadala na kadhalika, vyote hivyo vinakwenda wala havina shida.
mifumo ya TEHAMA inahudumia popote pale walipo. Lakini kuna jambo jingine la muhimu ambalo ni vizuri kulielewa. Tumeunda vile vile kitu kinachoitwa mifumo ya e-marking. Jamani, sasa hivi walimu wangu mlioniteulia wako kule kwenye vituo vyetu wanaendelea na usahishaji wa mitihani ya taifa. Lakini usahishaji huu wa mitihani ya taifa wanasahisha manual. Wanachukua karatasi ya mtahiniwa, wanachukua biki nyekundu, wanatikitiki. Wanafanya kazi nzuri sana. Na mwaka huu tuna vituo takriban 23 wanavyovitumia katika usahishaji. Katika vituo 23 kuna kituo kimoja kiko Zanzibar. Na kituo cha Zanzibar kwa mara ya kwanza tumekipeleka mwaka huu. Kwa wabara wamevuka maji kule, wanafanya mambo yao kule Zanzibar. Kwa hiyo wako kule na wanafanya kazi nzuri sana. Lakini sasa kama mtakumbuka, niwakumbushe, mwaka jana tulikuwa na COVID na lockdown. Kwenye mitihani ya darasa la 7 huwa tuna karatasi maalumu ambayo watoto wanaitumia kujibu mitihani, inaitwa OMR, Optical Mark Reader. Na sasa hivi kwa walimu wenu wa sekondari sio ngeni tena, kwa sababu ndio wamesimamia hiyo huko shule za msingi. Fomu zile zilikuwa zinatengenezwa Ulaya, UK. Kwa hiyo wakati zinatengenezwa zile fomu UK kwa gharama kubwa, zilikuwa zikija hapa pamoja na software yake, sisi tunasahisha ile multiple choice kupitia mifumo ya TEHAMA. Sasa mwaka jana, kama mnavyofahamu, kwenye mazingira haya yaliyokuwepo, ilikuwa ni ngumu kuletewa zile fomu kwa sababu ya lockdown. Walaya wazungu wakasema tumeshindwa kwa sababu kuna lockdown. Maafisa mitihani wenzenu pale Baraza la Mitihani Tanzania wakakaa wakaji lockdown kutengeneza fomu zile. Wakatengeneza zile fomu kwa miezi 2, tukatoboa fomu zile zikawa zimepatikana. Na kwa mara ya kwanza 2020 mitihani ya darasa la 7 ilifanywa kwa fomu zilizotengenezwa na Watanzania hapa kwetu nchini Tanzania. Sasa mwaka huu wataalamu wetu wakasema tuende zaidi. Badala ya kusema kwamba tunatengeneza fomu, tuende zaidi. Shule ya msingi kuna maswali ya kuchagua na maswali yasiyo ya kuchagua. Wakaona sasa tuchukue na maswali yasiyo ya kuchagua, yale short answers yale, badala ya kusahihishwa manual yasahihishwe kidijitali. Wakatengeneza mfumo wa e-marking. Kwa hiyo zile fomu, upande wanajibu ya kuchagua, wanageuza upande wanachoronga, wanaandika essays na short answers vyao. Fomu ile ikipita kwenye ikiskani inasahisha maswali yale ambayo ni ya kuchagua na yasiyo ya kuchagua. Yale ya kuchagua yanasahihishwa automatic, yasiyo ya kuchagua yanakatwa kwa maswali, yanatupwa kule waliko wasahishaji. Alafu kila mtu akiingia kwenye mfumo, kama amepangiwa swali la 40 ataliona la 40 tu, amepangiwa la 41 ataona la 41 tu. Mwaka huu 2021 kwa mara ya kwanza walimu wetu popote waliko shule za msingi wamesahisha darasa la 7 sio tena kwa makaratasi, kidijitali kwa mara ya kwanza. Sasa usahishaji wa mitihani hii ya form 4 tunaendelea nayo haitakuwa ya kidijitali, inabadilishwa, itakuwa ya kidijitali ya e-marking. Yaani kwa maana ya kwamba walimu wetu hawatasahisha kwa kukutana wanavyokutana leo, watasahisha wakiwa shuleni kwako Matombo Secondary School, shuleni kwako Kigomsela Secondary School, watasahisha wakiwa Morogoro Secondary School. Sasa watasahishaje? Ndiyo mfumo uliotengenezwa sasa hivi tunaoendelea nao. Haya ndio milestone ya 21 to 25 serikali ya awamu ya 6. Mifumo inayoandaliwa sasa hivi, mwalimu huyu akiwa pale shuleni tukimteua kwa ridhaa yako wewe,
atapewa username na password. Akiingia kwenye gadget tutakayompa, yani iPad au kwenye system, akiingia atakutana na swali lake hilo tu la 5 aliloambiwa kusahisha. Na swali lile halitakuwa na shule, halitakuwa na namba ya mtihani, ataliona ni maandishi tu. Hapo vipi? Yeye mwalimu yule atakapokuwa anasahisha, ule mfumo umetengenezwa. Nyinyi mnafahamu mnaposahisha essay, kuna aya, ukiwa kwenye aya labda hapo unasoma aya na alama moja, labda unaweza kama hapa ni 0.5 ama hapa ni 1, hapa ni 0 kabisa. Imewekewa pale, anachukua tu kama katiki, kila tiki na thamani yake. Kuna tiki fupi, ndefu na ndefu zaidi. Kwa hiyo akichukua ya 0.5 akiipiga pale taweka tiki ta, anaandika 0.5. Akisoma hapa ni 1, akichukua ta inaandika tiki ta 1 na kuendelea. Na yule mwalimu wakati anasahisha, akisema kwamba amemaliza kusahisha essay yake ama swali lolote, akisave linaondoka na linakuja lingine automatic, lakini halisemi ni la nani wala haliiti, linakuja lenyewe. Kwa hiyo akisahisha likienda linakuja jingine, likienda na system inamwambia umemsahisha mtu wa 500, umefika wa 200, wa 300, wa 400, wa 500. Sasa maswali la 7 yameisha. Yani watu wanaosahisha swali la 7 yameisha. Anasahisha akiwa Kibondo, anasahisha akiwa sijui Kagera, Mtwara, wanaambia swali mmelimaliza, sasa limeisha. Lakini wewe mpaka sasa hivi umepitia watahiniwa 600. Na hii 600 ni sawa na skripti 210. Na pathamani ya skripti hii ni sawa na posho ya 605,000. Kama unakubaliana thibitisha. Akithibitisha tu simu yake inasema NMB imekusalimia. Huo ndio mwelekeo wa serikali ya awamu ya 6. Phase 1 hii ya miaka 5 haiishi. Tutakuwa tumedigitalize baraza katika swala la e-marking. Watasahisha wakiwa shuleni kwako. Sasa niulize, mwalimu sasa anaweza kumsahishia hata mtoto wake aliyemzaa bila kumjua. Na walimu watasahisha as many as possible. Na usahishaji utakuwa ni rahisi sana. Hayo ndio tunategemea yatafanyika. Malipo, everything itakuwa ni online. Mifumo ile itakuwa imeunganishwa na mabenki na mitandao ya simu. TEHAMA na maendeleo yetu. Lakini serikali hii ilitusaidia sana. Tulipounda mifumo ya uchapaji ya kitehama, ikatuletea mashine za kisasa ziendele na mifumo ya uchapaji ya kitehama. Ndio maana unaona ili uweze kuchapa mitihani au jambo lolote lazima uwe na hizo mashine za namna hizi za kuanzisha flex ili uweze kuchapa. Tuinunuliwa na serikali kwa mabilioni ya fedha. Lakini vile vile ili uweze kuchapa lazima uwe na mashine za kuchapa hasa za rangi. Maana zamani tulikuwa na makaratasi meupe na meusi. Lakini sasa tuna mashine za kuchapa za rangi ili mtihani ule wa mtoto akiuona uwe na rangi, kama ukisema mwembe ni mwembe. Serikali katuletea. Na hata watahiniwa wenye mahitaji maalum, ukihitaji maandishi ya nukta nundu, hayaji kwa kuchapwa tena kwa typewriter, yanakuja moja kwa moja. Yaani unachukua soft copy, unaipeleka kitehama, ikifika pale yanatoka tu yenye nundu. Uhitaji tena kuchapa ilivyokuwa zamani. Serikali iliwezesha. Hata ufungaji wa mitihani ya taifa, pale ambapo tulikuwa tunaita walimu wanajaa pale baadhi ya mitihani kufunga mitihani ya taifa kwa kuhesabu kwa vidole, serikali kawezesha. Sasa ni kubofya tu inajihesabu yenyewe. Hapa ni kila kala wako 200, wanafungiwa bahasha 4, zinafika mwishoni kule na imeandikwa kila kala na lebo zake, kila kitu automatic. Huku unakunywa kahawa, serikali kawezesha. Lakini kama hiyo haitoshi, hata kuchapa magamba ya vyeti ambayo ninyi mlipewa magamba yenu ya vyeti kutoka UK, Ulaya. Tukajenga hoja serikali, tukapewa mashine, tukakata mambo ya kuchapia nje ya nchi, tunachapia hapa nchini, na vyeti vya sasa hivi ni vizuri vya kidijitali. Sijui kama vya kwako vina, maana wengine wameleta maombi tubadilishe vyeti vyenu vile kama vya sasa. Hapana. Wa sasa ni wa sasa tu. Hata ukisema ufyatue
vyeti kwa wingi kwa kiasi gani, unafyatua vitabu na vyeti vyetu hivi hapa vya kidijitali. Serikali iliwezesha. Sasa unapokwenda 21 to 25, lazima tutambue mafanikio ya serikali kwenye utoaji wa sera ya elimu bila malipo yameleta hayo mambo mengine. Wewe hivi ukiangalia haya niliyokuwa nawaambia yote, tulikuwa tunatumia mabilioni ya fedha. Badala ya kuchapa TSM nani hatuchapi 2.3 bilioni saved. Badala ya kupiga picha za watahiniwa bilioni 2.1 bilioni, nilikuwa nasimamia nyinyi uchapaji wa upigaji wa picha kule. Hatupigi tena. 2.1 bilioni saved. Badala ya usajili kuleta ma-CD seminar, tulikuwa tufanye tena milioni kama 700 saved. Badala ya kusema kwamba sasa mlikuwa mnapeleka ma-CD, mnarudi ma-CD kule mikoani, sasa mlikuwa mnatumia hela au mlikuwa mtumia hela saved. Lakini tumewakata ulaji wa kwenda kula mikoani. Lakini save, sio serikali kama serikali save na uchapaji wa umma na kadhalika. Kwa hiyo kila mwaka tumesave sisi baraza tu la mitihani 5.8 bilioni kila mwaka ambazo zilikuwa lazima zitumike, tumesave na sasa ndio kwa save. Na ndio maana tunasema sasa kwenye mwelekeo wetu huu tulionao wa 2021-2025, hizi huduma zote zitaboreshwa: e-service, e-marking, e-assessment na NECTA. Ndio mifumo mikuu itakayoendelea. Kwa hiyo baraza la mitihani la Tanzania litakuwa na muonekano huu kitehama, kwamba shughuli zote ni tehama, kuanzia usahishaji, assessment na kadhalika. Ile e-assessment, ninyi huwa wale watahini wetu badala ya kutunga maswali ya mitihani kutuletea kwenye makaratasi, hakuna, wata digitalize kwa kutubu, hawatungi kuleta makaratasi kwetu. Moderators badala ya kumoderate huko tu tap, hatuonani, tutakwenda kimya hivyo mpaka usahishaji wa mitihani yenyewe. Kwa hiyo tunatarajia baraza la mitihani kwenye mwaka 2025 litakuwa hivi. Hilo ndio baraza la mitihani. Yaani litakuwa ni baraza ambalo liko digitalized. Kila kitu ni kubofya tu. Kwa hiyo afisa mitihani wangu, umefanya mambo makubwa. Ujiandae kwenye ngwe hii na safari hii ya 2021 to 2025 kubofya na mitihani ya taifa. Na ninyi mkiweza kubofya, nchi itaweza kubofya. Mambo yote tutafika salama sahihi. Tutafika salama na kwa usahihi zaidi. Na niseme tu wazi kwamba tunayafanya haya kwa sababu ya mafanikio ya nchi. Kwenye sera ya elimu bila malipo tuna mafanikio makubwa na nyinyi mnayaona. Nikiweka mitihani ya taifa unayoiona pale, watu wameongezeka, wanafunzi watahiniwa wamekuwa wengi. Na kuna ongezeko la watahiniwa kwenye mitihani ya taifa, ukiangalia takwimu kama 59% watakuwa wameongezeka. Sasa hawa wakiongezeka, maana yake gharama zinaongezeka za uendeshaji mitihani, uchapaji mitihani, usahishaji mitihani na kila kitu. Kwenye usahishaji peke yake ukikokotoa kwenye e-marking, kwa mfano mwaka huu badala ya kutumia bilioni 29, ukitumia huu mfumo niliokuambia utatumia bilioni 17 tu. Unaweza ukasave bilioni 15. Hivi tuwe tuna save ama tusisave? Kwa hiyo ni lazima maafisa mitihani wangu, kwa sababu nyinyi ndio baraza, mjiandae kutekeleza tehama katika baraza jipya tunaloliunda ili tuweze kufika mbali zaidi katika dunia. Tunataka baraza la mitihani la Tanzania sio lio la kuigwa Afrika. Tunataka baraza la mitihani la Tanzania liigwe duniani. Na wazungu kutoka UK waje kule shuleni wajifunze kwenu mnavyofanya na kusahisha mitihani. Sasa ninafahamu kuna changamoto, tumefanya maboresho makubwa sana ya mitihani yetu ya taifa. Ninyi mnafahamu. Maswali sasa hivi mkisoma mitihani ya taifa mnasemaje? Hakuna tena ya kukariri, si ndio jamani? Sasa watoto wana wajibu wa kufundishwa hivyo. Kuwafundisha kuwajengea umahiri na kujibu mitihani kwa umahiri, sio kukariri. Najua changamoto tulionayo kubwa ni walimu wetu bado hawajahama hivyo kiruwaza. Na ndio maana nimechukua nafasi hii, labda niwaarifu tu. Nina walimu 18,000 wanaosahisha mitihani ya taifa katika vituo 23. Kwa makusudi nilipoita kwenye kazi maalum, tumetumia siku 3 kuwafundisha tu ufundishaji wa umahiri, utahini wa umahiri na utungaji maswali wa umahiri. Siku 3 nzima hawakusahisha, walikuwa wanafundishwa tu haya. Kwa walimu wote waliotoka kwako, watumieni vizuri.
wamefundishwa vizuri, wawasaidie wengine pale kuwafundisha namna ya kutunga maswali ya umahiri. Na tumewapa vitabu handout vya kutumia na tutaweka kwenye website ili walimu wote Tanzania watumie, hiyo iwe njia pekee ya kuleta ukombozi. Ndugu zangu, tumepiga hatua kubwa sana. Najua tumepiga hatua kubwa sana. Lakini hatua hizi hatuwezi kupiga sisi kama sisi bila kuwezeshwa kupiga hizo hatua. Ni lazima kwa dhati sisi kama wanabaraza tuwapongeze viongozi wetu wa kufanya kazi hiyo nzuri ya kutuwezesha kufika hapa tulipo. Mheshimiwa Rais wetu Samia ametusaidia kufika hapa tulipo. Makamu wa Rais Dr. Mpango kule Zanzibar, Rais wetu wa Zanzibar amefanya kazi kubwa sana kutusaidia sisi kama wanabaraza. Lakini mawaziri wetu wenye dhamana, ninyi mnafahamu, wametusaidia sana. Usandani chako, mama yetu Mwalimu, makatibu wakuu wetu wa wizara zetu, Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, Serasi TAMISEMI, ya Elimu na Ufundi wa Mali Zanzibar, wamefanya kazi kubwa sana kutusaidia kufika hapa tulipo. Umoja wetu ndio unaotakiwa kutekeleza mambo ya mitihani kidijitali. Na niwaombe walimu wenzangu, kuanzia sasa kila mmoja wetu tunapoendelea na 2021 to 2025 tujipange na tusimame imara ili tunapofika mwaka wa 2025 tuwe na baraza jipya kabisa kuwahi kutokea duniani. Mungu awabariki sana. Asante. Makofi hayo hayatoshi, tumuongezee makofi mengine mengi kabisa kwa kazi nzuri sana.